Bwana msikilizaji, na kukaribisha kwenye hii sehemu ya pili, simulizi tamu, simulizi nzuri ya huyu kijana wa kuitwa Shija. Simulizi inaitwa Mazishi Yangu. Kijana ambaye anatoa ushuhuda wa kweli juu ya maisha aliyoweza kuyapitia. Bwana, kwenye hii dunia kuna mambo unayoyaona na kuna mambo usiyoyaona. Sasa katika huo ulimwengu mwingine ambao usiouona, aise ndugu yangu, ombea sikukute kama iliyomkuta kijana Shija. Mimi Uncle J kwa kushirikiana na bwana Ali Mbetu niko hapa kwa ajili ya kusimulia huu ushuhuda wa kijana Shija unaoitwa Mazishi Yangu. Hii ni sehemu ya pili. Katika sehemu ya kwanza tuliishia pale ambapo Shija anatoka shuleni, amepapitiliza kwao pasipo yeye mwenyewe kujua. Shija anakuja kushtuka, tayari nyumbani kwao ameshapapitiliza, yuko mbali kweli kweli. Lakini wakati sasa anataka ageuze arudi nyumbani, ghafla anasikia sauti kimuita jina lake, Shija. Hapo Shija sasa ndo akawa anataka kugeuka kujua ni nani aliyekuwa kimuita. Basi karibu sana tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Karibu. Aise, sijui nisemaje msikilizaji uweze kunielewa, lakini kwangu mimi haya yalikuwa ni maajabu. Baada ya mwendo wa dakika kama 10, nilijikuta nimetokea sehemu ambayo ilikuwa ni mbele ya zaidi ya pale ninapoishi. Kiukweli nilijishangaa. Nimetembea, nimepita mpaka nyumbani kwetu bila ya mimi mwenyewe kuweza kujijua. Sasa kabla sijaamua nifanye nini, nikiwa niko hapo na ninajishangaa kufika ile sehemu, akili yangu ilinielekeza kwenye mawazo kiasi cha kushindwa kuona mbele. Lakini sikuwa na mawazo kiasi cha kushindwa kutambua wapi nilipokuwa ninaelekea. Nilikuwa najua kabisa huku ninakoelekea siko nyumbani. Wakati niko hapo, sauti ya mzee Manoni iliyokuwa imezoeleka kusikika akilini mwangu iliniita ikitokea nyuma yangu. Wewe Shija. Kabla ya kuitikia, kiukweli nilishtuka. Niligeuka kutokana na kushtukizwa na ile sauti. Eneo hili lilikuwa ni jeupe na sehemu niliyokuwepo nilikuwa niko chini ya mti. Kulikuwa kuna majani mengi tu yaliyokuwa yamekauka. Kwa hiyo hata kama mtu akiwa anakuja nyuma yangu, ni lazima tu nimsikie kutokana na zile kelele za majani makavu yaliyokuwa chini. Kila dakika msikilizaji, nilikuwa najikuta nazidi kumwogopa huyu mzee Manoni. Nilikuwa naamini huu ufikaji wake huu kwangu sio wa kawaida. Ni ufikaji wa kimiujiza. Kwa nini mzee Manoni ananitokea tu pasipo kumuona anapotokea? Kwa nini mzee Manoni huwa ananipotea tu katika mazingira ambayo simuoni amepotelea wapi? Hapo nilianza kuamini siku nitakayomweleza baba huenda akatokea hata mbele yangu. Kwa sababu ufikaji wake mbele yangu mimi sikuweza kabisa kumsikia. Nilishtukia tu sauti ikitokea nyuma yangu. Baada ya kushtuka bila kujibu, na ndipo mzee Manoni alicheka kicheko cha mfululizo akaniambia, we Shija, mbona unakuwa mwoga wewe? Wewe ni mtoto wa kiume, kwa nini unakuwa mwoga? Mzee Manoni, umenishtua sana mzee wangu. Pole sana. Na huku umekuja kufanya nini? Kiukweli hata sijui mzee wangu. Nashangaa tu nimejikuta nipo huku mzee wangu. Aise, pole sana. Asante. Nasikia leo umepigana huko shuleni. Hamna mzee wangu, kwani nani kakuambia kwamba mimi nimepigana huko shuleni?
Shija, ni vizuri kama utanijibu swali langu nililokuuliza. Leo huko shuleni kwako umepigana? Ndio mzee wangu, ni kweli. Kwa sababu gani umepigana? Walinitishia ya kwamba mimi nitaona. Ndio mzee wangu, na mimi sikukubali unyonge, na ndipo tulipokuwa tumeshikana mwilini. Unachokisema ni kweli? Ni kweli mzee Manoni, sikutani. Nisikilize Shija, mimi nakuamini sana, lakini mbona unanidanganya? Ni kweli mzee wangu, ni kweli. Sababu ya wewe kupigana shuleni ilikuwa ni nini? Uliwaambia wao ni akina nani? Nilisema wao ni wachawi. Na kwa nini uite wenzako wachawi? Ni hasira tu mzee wangu. Sikiliza Shija, nikueleze. Unakumbuka mara ya mwisho nilikueleza nini? Nisitoe siri. Sasa mbona unaanza kuzitoa siri nje mapema sana? Nimekosea mzee Manoni. Ni hasira tu. Lakini mimi nakuahidi siwezi kurudia tena. Basi hayo yamekwisha. Ukitoka hapa, kama kawaida yetu, hakuna kumwambia mtu. Sawa mzee Manoni. Unaweza ukaenda nyumbani. Mzee huyu Manoni alinieleza huku akiondoka lile eneo. Niligeuka na kuanza kurudi nyumbani taratibu bila ya kumwangalia tena mzee Manoni aliyekuwa akiyeyuka kama upepo. Msikilizaji, sikutembea hata hatua nyingi. Nilijikuta tu nimejiona nimetokea kwenye uzio wa nyumbani. Kama kawaida yangu, hata lile nilikuwa nimeamua kulimezea moyoni mwangu. Sikutaka kabisa kuwaambia wazazi wangu, nikihofia kuna kitu kikubwa mno kinaweza kikanikuta. Hata wazazi wangu waliporudi kutoka shambani, hawakujua nini ambacho mimi kilikuwa kimenitokea shuleni. Sikumweleza baba, nilikaa kimya. Uwezi amini msikilizaji, niliendelea kumwomba Mungu. Kila kitu kilichotokea na kuonekana mbele ya macho ya watu, nilikuwa naombea baba asije akajua hili. Siku zilikatika msikilizaji. Huku hali ya utulivu ilikuwa ikijirudia. Nililala usingizi mzuri bila vitisho. Nililala usingizi mzuri pasipo kuota mandoto ya wachawi. Nilisoma bila ya usumbufu. Na wale wasichana, huwezi kuamini msikilizaji, walibadilika kabisa na wakawa marafiki zangu, Sabina pamoja na mwenzie. Niliamini wagomba nao ndio wapata nao. Lakini akili yangu ilikosa amani kwa kushindwa kuutoa mzigo mzito mno wa vitu vilivyokuwa vimenitokea ambavyo baba ndiye angekuwa mtetezi wangu. Kila dakika nilijiuliza, kama nikimweleza baba juu ya vitu nilivyokuwa ninakutana navyo na lile onyo nililopewa na mzee Manoni, itakuwaje? Yaani nikawa najiuliza nini kitanitokea endapo nikivujisha siri hizi za wachawi, nini kitanikuta? Wasiwasi wangu ulikuwa ni kwa vile mzee Manoni ni mchawi pia. Chama chao ni kikubwa kama nilichokiona mara 2 ndotoni. Nikamini hapa naweza nikampoteza hata baba yangu. Niliamua kuumeza mfupa wa siri ili siku ziende mbele, kwa kuamini kila lenye mwanzo lina mwisho. Nilikuwa naamini eti haya yatakuwa na mwisho, pasipo kujua mwisho wake ni mbaya sana kwenye maisha yangu. Sikujua mwisho wangu utakuwaje, lakini yaliyonikuta msikilizaji, wachawi wana roho mbaya sana. Wachawi wana roho mbaya.
pamoja na utulivu uliojitokeza, lakini bado mimi nilikosa amani moyoni mwangu. Kila nilipoyakumbuka yote yaliyonitokea, uwezo wangu wa kimasomo haukushuka sana, pamoja na matatizo lukuki kichwani mwangu, bado nilikuwa nazidi kuliongoza darasa. Wakati wote huo, msikilizaji, kaka yangu aliyekataa shule alitoweka bila kujua kwamba amekwenda wapi, na tuliamini amepotea baada ya kupita zaidi ya miezi 2 bila kuonekana. Kakangu hakuonekana kijijini. Tulijikuta tukisubiri tu siku atakaporudi, lakini hapakuwa na taarifa zozote za kuonekana kwa kakangu, wala kusikia tetesi kwamba kaonekana sehemu fulani. Mwezi wa 3 toka kakangu atoweke nyumbani. Siku moja tulikuwa tuko uani, tumekaa tukisubiri chakula cha usiku. Sote tulishangaa kumwona kakangu akirudi. Kitu cha ajabu, hakutaka kuzungumza na mtu. Kakangu aliingia chumbani kwake na kulala. Baba alisema tumwache kaka jipumzishe, akiamka atazungumza. Akiamka atazungumza naye tu, au siku ya pili. Kwa tulimwacha kaka alale, ili asubuhi tumuuliza alikuwa wapi siku zote hizo. Pamoja na akili yake kuharibiwa na bangi, hata chakula pia hakutaka kabisa bro. Kwa hiyo sisi hiyo haikutusumbua. Mama alimwekea chakula, kama njaa itamshika basi ataamka na kula. Baada ya kupanda kitandani kwake na kulala, na mimi muda wangu wa kulala uliponifika, nilipanda kitandani kwangu. Usiku wa siku ile ulikuwa ni wa mangamngam sana. Msikilizaji, mimi kila linapoingia giza nakosa amani, nakosa raha. Usiku wa siku hii ulikuwa ni wa mangamngamu, na hii ni kutokana na kwamba nilianza kusikia vitu vya ajabu ambavyo sijawahi kabisa kuvisikia. Pia hata milio ya ngoma na vishindo vya watu katika nyumba yetu vilikuwa ni vikubwa. Imagine nimelala usiku naanza kusikia milio ya ngoma, tikili 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 tikili, vishindo vya watu kama wanacheza zile ngoma. Vishindo vilikuwa vinikubwa mno. Ile hali ya kutisha ilidumu kwa takriban kama masaa 2 nje ya nyumba yetu, na nikasikia mpaka vicheko, watu wanachekelea huko nje. Yaani kama ile siku ambayo nilikuwa nimehudhuria ngoma ya wachawi waliokuwa wakishangilia huku wakila nyama za watu. Kuna kipindi, msikilizaji, nilihisi kama ukuta hii wa nyumba yetu, nilikuwa nahisi kama vile umepasuka. Eneo ambapo kipo kitanda cha kaka, nilihisi kama ule ukuta ulikuwa umepasuka, kwa sababu sauti zilikuwa zinaingia ndani kwa kishindo mno. Lakini sikuona kitu chochote. Unajua ile uko ndani alafu unasikia unafumbua vimacho kwa kuibia hivi, lakini huoni mtu, lakini kishindo umekisikia ndani, ni kishindo kweli. Ukuta ulikuwa uko vile vile, lakini nikasikia huo mlio. Nilijikuta nikiwa ninasikilizia sasa, kwa vile nilikuwa nimeshaanza kuzoea hii hali ya mangamngamu, hali ambayo ilionyesha haikuwa ya kunidhuru, ila ni kama vile nilikuwa natishiwa. Kwa sababu kama kunidhuru, wangenidhuru muda mrefu sana. Niliamini pengine ni kujifurahisha tu, yani hiyo michezo yao wachawi ni wanajifurahisha tu. Baada ya matukio mazito nje ya nyumba yetu yaliyodumu kwa zaidi ya masaa 2, ngoma ile iliondoka, ilipotea, huku nikiwasikia watu pia wakiondoka eneo la nyumbani, lakini walikuwa wakiondoka huku wakishangilia kwa vigeregele kabisa. Nilizidi kushangaa, kwa nini baba haamki? Kwamba hizi kelele nazisikia mimi tu au ni vipi? Kwa nini baba atoki nje? Mbona kelele ni kubwa mno nyumbani kwetu hapa? Baada ya muda, hali ya utulivu ilijirudia, na mimi usingizi haukuchelewa kunichukua. Kwa vile siku ya pili ilikuwa ni Jumamosi, niliamka majira ya saa 1 kwa ajili ya kwenda kisimani. Baada ya kuamka, nilipitia vyombo ili niende kisimani. Kakangu alikuwa bado amelala usingizi mzito mno. Wakati huo wazazi wetu tayari walikuwa wamekwisha kwenda shambani. Baada ya kutoka kuchota maji, nilishangaa
kaka anaendelea kulala, kitu ambacho siku za nyuma haikuwa kawaida yake. Lakini kilichonishangaza, mlalo aliokuwa amelala kaka toka jana hajajigeuza. Ni vile vile alivyoingia kulala jana, ndo vile vile asubuhi hii yuko vile vile. Sio kawaida. Mtu ukilala usiku ni lazima ugeuke. Niliogopa hata kumwamsha, kwa sababu kaka ni kiburi kweli kweli. Huenda angenishambulia kwa makofi kumwamsha kutoka usingizini. Lakini mpaka inafika saa 5 asubuhi bado kaka alikuwa amelala vile vile kitandani. Nikasema liwalo na liwe, acha niende nikamwamshe, hata kama akinipiga potelea pote. Niliamua kwenda kumwamsha kaka ili anywe uji. Nilipomtikisa ili amke, mwili wake ulikuwa umelegea. Kakaangu kila nilipomtikisa alikuwa ananifuata. Nikimtikisa kushoto anaenda huko kushoto, nikimtikisa kulia anarudi kulia. Hali ile ilinitisha. Nilikumbuka siku moja kuna mtoto alikuwa ameanguka shuleni na alikuwa amelegea hivi hivi, yaani ukimnyanyua mkono ukiuachia unadondoka. Anakumbuka yule mtoto wa shuleni yule aliyelegea hivi kama alivyolegea kaka, tulipewa taarifa ya kwamba alikuwa amekufa muda mrefu sana. Hali ile mimi ilinitisha sana. Nilitoka mbio mpaka shambani, nilienda kuwaeleza wazazi wangu hali aliyokuwa nayo kaka, ya kwamba kila nikimgeuza ndo anapinduka hivyo hivyo. Mama akaniambia, wewe, ina maana kaka yako toka jana alipoingia mpaka leo hajaamka? Nikamwambia ndio mama, hajaamka. Unajua huyu yatakuwa mabangi yake yale yamemlevya. Nikasema baba, sio bangi. Amekuwa kama Jose yule aloanguka kule shuleni na kulegea vile, na baadaye tuliambiwa amefariki dunia baba. Sio rahisi. Hebu twende. Hapo niliondoka na baba shambani, lakini mama naye hakukubali kubaki kule shamba. Tuliongozana wote mpaka nyumbani. Tulipofika tukaingia wote chumbani. Baba alimwangalia kaka kwa muda na kisha akanieleza, Shija, hebu toka nje mara moja. Mimi hapo ilibidi nitoke nje. Niliwaacha wazazi wangu ndani. Sikukaa mbali, nilikaa pembeni ya mlango kutaka kujua kakaangu amepatwa na nini. Baada ya dakika kama 10 hivi nilisikia kilio cha mama. Ilikuwa ni sauti ya juu, lakini baba akamzuia kulia. Mama alisikika kilalamika, jamani, mwanangu wamemfanya nini? Paulo mwanangu. Baba, mtoto alienda wapi huyu? Mwanangu amerudi, hata salamu hajanipa. Kumbe Mungu huenda mwanangu alikuwa na siri nzito moyoni mwake. Mwanangu, kwa nini mwanangu umeniacha? Nilitaka nife mimi unizike mwanangu. Baba umetangulia, nitazikwa na nani mimi jamani? Hapo mama yangu alikuwa analia. Haya maneno ya mama yalinipa picha ya kwamba tayari kaka yangu alikuwa ameaga dunia. Nakumbuka nilishikwa na simanzi kweli kweli, lakini nilijawa na maswali yaliyotakiwa kupatiwa majibu na mtu mwingine na si mimi mwenyewe. Swali la kwanza nililokuwa ninajiuliza, msikilizaji, kakaangu alikuwa wapi? Lakini swali la pili, kakaangu alipokuja hapa nyumbani alikuwa na siri gani moyoni mwake ambayo hakutaka sisi tuijue kabla kifo chake? Lakini swali la tatu ni kwa nini kaka hakutaka kuzungumza na mtu? Lakini swali la mwisho nikawa najiuliza, zile ngoma za usiku, vile vigeregere vya usiku viliashiria nini? Kwa sababu haikuwa ndoto. Nilikuwa niko macho na nilisikia kila kilichoendelea. Na mpaka mwisho wa siku nikasikia mshindo umeingia chumbani kwetu, ambacho chumba nacholala mimi na kaka.
Nilijikuta ninawaza kitu cha ajabu mno. Huenda zile ngoma zilikuwa ndo chanzo cha kifo cha kaka yangu. Kingine kilichonishangaza ni wazazi wangu pamoja na ndugu zangu tunaokaa hapa nyumbani hawakuisikia ile ngoma. Kwa sababu hakuna hata mtu mmoja aliyehoji asubuhi kusikika kwa ngoma na makelele yale yaliyopigwa kwenye uwanja wa nyumbani kwetu. Mpaka nikawa najiuliza kwamba hivi vitimbwi vya usiku ninayevisikia ni mimi tu. Aisee msikilizaji, nilikuwa nina maswali mengi mno kichwani mwangu. Yaani mimi kama nisingekatazwa na yule mzee Manoni, niliamini kabisa mimi baba angenipatia majibu. Kilio cha mamangu kilikusanya majirani ambao nao waliungana na mama kwa ajili ya kumlilia kakaangu, na haikuchukua muda wana kijiji walikusanyika na kuanza mipango ya mazishi. Katika watu waliofika msibani alikuwepo mzee Manoni, alikuwepo. Hata wazazi wa wale wasichana ambao nilikuwa nimegombana nao kule shuleni, nao pia walikuwepo. Walifika msibani. Baada ya maandalizi yote tulimzika kakaangu kwenye makaburi ya kijiji. Baada ya msiba kila mmoja alizungumza lake kuhusiana na kifo cha kaka kutokana na maelezo ya baba aliyoyasema baada ya kuuzika mwili wa kaka. Japo kuna watu walinong'ona ya kwamba kifo cha kakaangu sio kifo cha kawaida, huenda ni mkono wa mtu, lakini baba aliamini kifo kile ni kifo cha kawaida kama vilivyo vifo vingine, na wala hatojishughulisha na upuuzi wowote ule kutaka kujua nini chanzo cha kifo cha kaka. Baba alisema hatojishughulisha chochote, akasema ni mkono wa Mungu ndio ambao umemrudisha kaka kule. Jamani, mimi najua kifo cha mwanangu kimewashtua wengi hapa kijijini. Mazingira ya kutoweka kwa mwanangu na mwisho wa siku anaonekana, ni kweli hii inatatiza. Lakini bado mimi naamini sisi ni binadamu, tunazaliwa na tunakufa. Kwa kifo cha mwanangu ni cha kawaida. Sitakwenda kuutafuta ukweli popote, kwa sababu kufanya hivyo ni mwanzo wa kutafuta uhasama na watu. Kama amri ya Mungu atajua yeye, kama kuna mkono wa mtu vile vile atajua yeye. Hivyo nashukuru sana wanakijiji kwa msaada wenu wa hali na mali. Msikilizaji, baba yangu katika maisha yake, pamoja na kukaa eneo ambalo lilikuwa likisadikika kuna baadhi ya watu mchana wanaonekana watu lakini usiku wanakuwa ni mafisi, hilo baba hakuliamini. Hizi story hapa kijijini zilikuwepo. Kuna watu mchana wanaona ni watu lakini usiku wanakuwa ni bundi, usiku wanakuwa ni mafisi, usiku wanakuwa ni mapaka, lakini baba hilo hakuliamini. Na ndio maana hata minong'ono ya watu kuhusiana na kifo cha kakaangu, baba yeye ndo wa kwanza kukanusha, akasema ni kifo tu cha Mungu. Mimi niliamini moyoni mwangu, hata kama ningemweleza baba yale yaliyonitokea kabla ya kifo cha kaka, bado angeona mimi ni mzushi tu. Laiti ningemwambia baba, mimi usiku nimesikia kuna ngoma, nimesikia kuna sherehe, nimesikia mavishindo anaingia humu ndani baba. Lakini naamini kwa babangu asingeniamini, angeamini tu kabisa kwamba mimi ni mzushi tu kama wazushi wengine. Niliamua kukaa kimya. Baada ya msiba wa kaka, mimi nilianza kuweweseka kila usiku nilipokuwa nalala. Kila usiku nilikuwa naweweseka. Mambo yaliyonitokea. Mambo yaliyotokea siku ambayo asubuhi yake kaka alifariki yalijirudia kila nilipoweka ubavu chini. Mimi ile hali ilinisumbua kama wiki nzima. Nilikuwa silali na weweseka mno. Kingine kilichoniweka katika wakati mgumu ni sauti ya kilio cha kakaangu. Nilikuwa naisikia kakaangu akilalamika ya kwamba anaumizwa na bakora, alikuwa anachapwa bakora. Nilimsikia kakaangu kwa sauti yake kabisa akilia. Mpaka bakora anazochapwa nilikuwa nazisikia. Mimi niliumia kuisikia sauti ya kakaangu aliyekufa. Kakaangu ambaye naamini tayari tushamzika, lakini kila usiku napolala namsikia uko nje analia.
anapigwa kwa nje ya nyumba yetu kila usiku. Niliwasikia kakaangu anapigwa. Mimi kuna siku uzalendo ulinishinda. Usiku wa manane nikatoka nje. Usiku. Nikasijesemea liwalo na liwe, siwezi kukubali kakaangu anateseka. Nikafungua mlango. Nilipofungua mlango, sikusikia chochote. Palikuwa papo kimya. Nikasema misirudi ndani. Nikatulia hapa kusikilizia kama ni kweli ama mimi nilikuwa naota. Msikilizaji, usiku nje kulikuwa kunatisha. Kiza kilikuwa ni kizito. Kijijini hakuna kusema kuna umeme, kuna nyumba za jirani zinawaka taa. Ni kiza kizito. Lakini kwa uchungu wa mateso aliokuwa anayapata kakaangu, nilemwa kutoka nje. Ubaridi ulikuwa unapuliza vibaya mno. Lakini moyoni mwangu nikasema sirudi ndani. Nataka kujua mwisho wa haya ni nini. Haiwezekani wiki nzima kakaangu analia na chapa bakora na ndamsikia kabisa analia. Mimi sikofia kitu. Nikaanza kuzunguka ile nyumba yetu. Zunguka, lakini sikuona kitu chochote. Nikaanza kusikia milio ya bundi. Mara nikaanza kusikia milio ya fisi kwa mbali. Hapo nikabidi nirudi ndani. Nikaanza kujiuliza, mimi masikio yangu yako sawa? Nikatulia nisikilizie tena kama kakaangu atarudia tena kulia huku akichapwa zile bakora. Lakini mpaka kuna kucha sikusikia kitu chochote. Mpaka pale alfajiri baba alipokuja kuniamsha. Na baba kama kawaida yake hakuonesha kusikia kitu chochote usiku kwenye nyumba yetu. Inaonekana baba yeye alikuwa akilala ni kama vile mfu. Nilijiuliza, ni kweli yote yanayotokea ni vini macho ama ni kweli? Bado niliamini matatuzi ya haya yote ni baba. Lakini nikajiuliza, nitaanzia wapi kumwambia baba? Na mara baada ya kumweleza baba, nitambeba mbeleko gani mzee Manoni alikuwa ananikataza nisitoe siri kwa chochote ninachokiona ama kukisikia? Niliamini hali ile ikiendelea, hata kusoma shuleni nitashindwa. Muda mwingi darasani nilikuwa nasinzia, au kuna muda mwingine nilikuwa ninahama kimawazo. Nipo darasani lakini akili yangu inakuwa haiko darasani. Nakumbuka siku moja shuleni tuko mapumziko, muda wa break, niliwasikia wanafunzi wenzangu wakizungumzia habari za mtu kugeuzwa mwitunge. Watu wa Dar es Salaam mnapenda kuita misukule. Sisi huku kijijini kwetu tunaita mwitunge. Yaani mtu kuonekana amekufa lakini anakuepo. Huyo mtu anaitwa mwitunge, kwa lugha nyingine ni msukule. Msukule kazi yake ni kutumishwa kazi au kuuawa, anageuzwa kitoweo cha wachawi. Nyinyi mnaamini amekufa lakini anakuwa bado hajafa. Kuna mawili, kutumishiwa kazi ama kugeuzwa chakula. Na stories zingine nilisikia wapo waganga ambao wanaweza kuwarudisha watu wa aina hiyo ambao wamegeuzwa kuwa misukule. Hizi stories zilinisisimua sana na nikaamini kabisa kakaangu mimi hajafa. Kakaangu kageuzwa msukule. Lakini habari zile niliogopa kumweleza baba. Ninaanzia wapi kumwambia? Baba ambaye alikwisha kusema ya kwamba yeye haamini kwenye imani za kishirikina. Ningeanzia wapi mimi kumweleza baba mpaka anielewe? Ningemjibu nini yule mzee Manoni aliyeniambia kwamba sitakiwi kutoa siri kwa chochote ninachokisikia wala kukiona? Hivi mzee Manoni angeniacha hivi hivi? Msikilizaji, niliendelea kufa kizungu na tai shingoni.
Kama kawaida, maendeleo yangu ya shule yaliendelea kuporomoka kadiri siku zinavyozidi kwenda, kufikia hatua nikawa nashika sasa nafasi ya 10 darasani kutoka nafasi ya kwanza, kitu ambacho mimi sikuwahi kukiota maishani mwangu kama nitakuja kushika nafasi ya 10. Taarifa zikamfikia babangu ambaye alipewa msululu wa matukio yaliyokuwa yamenitokea, ambayo toka wakati huo maendeleo yangu yamekuwa kiporomoka kila siku. Baba aliambiwa yote, kwamba mimi nasinzia darasani, kwamba mimi nishai kupigana na wanafunzi na waita wenzangu wachawi. Yote yale ya kuzimia kuja kuamka, yote babangu alielezwa. Yaani mwenendo mzima wa shuleni kwangu baba aliambiwa. Mimi sikuwa na habari, sikujua hilo. Siku moja mara baada ya chakula usiku, ndipo babangu aliniita akaniuliza kwa nini simuelezei matatizo yanayonikuta shuleni, mpaka inafikia hatua mimi naanza kuporomoka kimasomo. Baada ya baba kuvuta mikupuo miwili ya sigara, babangu alinigeukia akaniuliza swali, akaniambia, Shija, vipi maendeleo yako ya darasani? Swali hili lilinishtua sana. Likanifanya kwanza niiname chini kwa uoga, nikajiuliza nitamjibu nini babangu kuhusiana na mwenendo wangu mbaya wa darasani. Niliamini siri iliyokuwa iko moyoni mwangu ndio chanzo cha yote haya, lakini nilijiuliza nitaanzaje kumweleza baba? Shija. Naam baba. Nasikia siku hizi umekuwa mtukutu shuleni. Unagombana na wanafunzi wenzako. Darasani husomi, unasinzia muda wote. Nataka kujua tatizo nini mwanangu? Msikilizaji, hapo nilijikuta nikiwa niko njia panda. Huenda baba amesikia habari nyingi juu yangu. Pengine kanifuatilia kwa muda mrefu, lakini alikuwa amenikalia kimya kuona kama nitapomgea. Nilijiuliza nikimwambia baba itakuwaje. Kiukweli msikilizaji, nilijikuta nikiamua liwalo na liwe, ni bora nimweleze ukweli baba. Sikuwa na njia ya kumdanganya. Lakini kabla sijanyanyua mdomo wangu kumwambia baba yale yanayonisibu, nilisikia sauti kwa mbali ya mzee Manoni akisalimiana na mtu ambaye ni jirani na nyumbani kwetu. Hapo uoga ulinijaa, nilijikuta na nyamaza kimya. Baba baada ya kusubiri jibu langu bila mafanikio akasema, we Shija, mbona hunipi jibu? Baba, hao wanafunzi wenzangu ndio walionitishia kunipiga, ndio tukapigana nao. Lakini tuliyamaliza baba, yakaisha. Hapo msikilizaji, ilibidi nipindishe ukweli ili nisikie baba ataniambia nini. Baba akaniambia, sikiliza Shija. Hivi Shija, mtu niliyekuwa nakutegemea, leo hii wewe ndio umekuwa hivi? Shija mwanangu, umekuwa mungunya kuharibikia ukubwani. Na hii tabia ya kupigana na wanafunzi zako imeanza lini? Alafu unapigana na watoto wa kike. Samahani sana baba, zilikuwa ni hasira tu babangu. Shija, unakumbuka vizuri, hata padre wa kanisani alikusifia kwa akili yako. Alisema kwamba wewe ndo hazina yetu itakayotukomboa katika umaskini. Hivyo tukusomeshe kwa nguvu zote. Shija, upo darasa la 6. Umekuwa mgema tembo. Unalitia maji au sifa zimekulevya? Hapana baba, nitajitahidi, siwezi kuwa nyuma tena kimasomo. Nitajitahidi ili nisiwaudhi nyinyi wazazi wangu. Nisikilize Shija mwanangu. Kumbuka wewe ndo kichwa cha familia. Nimeapa kujinyima ili wewe usome mpaka elimu ya juu.
unakumbuka ahadi aliyokueleza Padre Thomas ya kuwa ukipasi darasa la 7 atakupa zawadi nzuri? Ndio, nakumbuka baba. Sasa hiyo zawadi wewe huitaki? Naitaka baba. Basi zingatia masomo. Na kuahidi mzazi wangu nitafanya hivyo. Hebu acha utundu ambao ndio unakufanya wewe upungue akili darasani. Sawa babangu, nitafanya yote ulioniagiza. Aise, baada ya mazungumzo ya mimi na babangu tuliagana. Mimi niliingia chumbani kwangu, nilimwacha baba naye akiwasha sigara yake iliyokuwa imezimika wakati wa mazungumzo ili avute kabla ya kwenda kulala. Baada ya kuingia ndani, nilipanda kitandani kulala. Lakini kichwani nilikuwa nina mawazo mengi sana juu ya taarifa alizozipata baba kuhusiana na matukio yaliyotokea shuleni na kumfikia. Baada ya muda kupita, nilijiuliza taarifa zile baba alizipata zamani, alikaa nazo kimya, au alizipata mara baada ya mimi kudorola katika masomo? Kuna mtu amemweleza zile habari ama ni vipi? Lakini uweze amini msikilizaji, nilimshukuru Mungu, babangu hakutaka kuyachimbua sana zaidi tu, alinisisitiza niache utukutu na nizingatie masomo. Lakini bado wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa ni matukio yalikuwa yakinitokea kila kukicha. Matukio ambayo yananifanya niwe kwenye msongo wa mawazo kiasi kwamba nashindwa hata kuweza kuyashika niliyokuwa nafundishwa darasani. Nikapata wazo niende kwa mzee Manoni nimweleze niliyoyazungumza na baba juu ya kuporomoka kwangu kimasomo na vitisho vya usiku. Kwenda kwake mzee Manoni kidogo niliogopa, nisiwe mwongo, lakini nilipanga akinitokea tena huyu mzee lazima nimwambie. Usiku wa siku ile ulikuwa ni usiku mtulivu kuliko siku za nyuma. Hii siku nililala vizuri bila kutokewa na vitu vya kutesha. Siku ya pili nilipoamka hata mimi mwenyewe nilijishangaa. Leo hii mbona usiku huu umekuwa ni mtulivu mno, sijakutana na heka. Nilikwenda shuleni kama kawaida. Darasani nilishangaa kuweza kutulia na niliweza kusoma kwa utulivu mkubwa mno na hata kufanya vizuri katika masomo yangu. Baada ya kukusanya kazi na mwalimu kuweza kusahisha kabla ya kwenda ofisini, mwalimu alinisifia jinsi nilivyokuwa nimefanya vizuri mno katika somo lake. Mwalimu akaniambia, "Shija, leo umenifurahisha sana. Inaonekana umekuwa mtoto mzuri Umeacha utundu na umezingatia masomo. Hebu mpigieni makofi Shija." Mwalimu aliposema hivyo, wanafunzi walinipigia makofi. Baada ya mwalimu kuondoka, Sabina, mmoja wa wale wasichana waliokuwa maadui zangu, Sabina alinifuata kwenye dawati langu, akaniambia, "We Shija, nimekuletea kiazi hiki hapa kula." Nikamwambia, "Asante sana Sabina." Hapo nilishukuru bila hata kukichukua kile kiazi. "We Shija, wewe ulisema ugomvi wetu umeisha wewe." "Ni kweli. Sasa mbona uchukui kiazi? Chukua kiazi yule, mimi nimekubebea kiazi." Hapo niliona aibu kumkataa Sabina, japokuwa sikumwamini moja kwa moja kwa kujua kabisa huenda huyu katumwa huyu ili kuweza kunimaliza, lakini nilimtanguliza Mungu mbele, nikachukua kile kiazi. Sabina, ili kuhakikisha kwamba na kile kiazi muda ule, Sabina aliniambia, "We Shija, nikatie na mimi kidogo, maana viazi hivi vilikuwa vichache bwana." Vilikuwa vichache, nikakuchukulia wewe tu kwa mapenzi yangu kwako. Nilimkatia kipande tukala wote, huku akinieleza kwamba nikitoka nisimwache. Tokea ile siku nikawa nina mahusiano ya karibu sana na Sabina, mpaka akapelekea kuwa mpenzi wangu. Hata sielewi ilikuwaje. Sielewi msikilizaji, sijui ilikuwaje, lakini tu nikajikuta tu Sabina anakuwa mpenzi wangu. Tukawa tukitoka shuleni tunaongozana, tunakwenda porini, ambapo tunashinda huko porini mpaka majira jioni ndo tunarudi nyumbani. Hivyo unaweza kuamini nikikwambia kwamba uhusiano wangu wa mimi na Sabina tuliuficha shuleni ili tusije tukafikiriwa vibaya, kutokana na kwamba baadhi ya wanafunzi huadhibiwa mbele ya shule kutokana na kuwa na mahusiano ya mapenzi kwa kukamatwa na barua. Hata kutoka kwetu shuleni mimi na Sabina, ilikuwa mimi napita njia nyingine, Sabina naye anapita njia yake, afu tunakutana sehemu ya porini, ambao hiyo sehemu ndio tulikuwa tumeichagua tunakutania na hapo. Kwa kweli sijui ni vipi, sijui ni kile kiazi niliwekewa nini, sielewi. Ila tu ninachokijua ni kwamba
huu uhusiano wetu, japokuwa kwa mila na desturi ni vibaya kwa vijana wadogo kama sisi kuwa na mahusiano ya kimapenzi, lakini kwa upande mwingine ilikuwa ni faida kubwa sana ambayo nilifikiri kama nisingekuwa na mahusiano ya karibu na Sabina, mimi mpaka leo hii ningebakia jina tu. Amini hiki ninachokuambia. Mpaka leo hii mimi ningebaki jina tu ya kwamba alikuwepo mtu anaitwa Shija kwenye hii dunia, kama singekuwepo Sabina. Nasema haya kutokana na mambo niliyoambiwa na Sabina ambayo ilifanya moyo wangu utetemeke kwa hofu mno. Niliamini kauli isemayo cheka nao lakini si wema kwako, na adui yako anaweza kuwa ni rafiki mkubwa tu. Nimeamini kweli penzi hufungua moyo wa mtu na kuyatoa hata yaliyo chini ya uvungu wa moyo wake, na kuwa tayari hata kufa kwa ajili ya kuweza kuyalinda mapenzi yake. Japokuwa nilikuwa na kwenda kinyume na maadili yetu ya kujiingiza kwenye mahusiano katika umri mdogo, lakini naweza nikasema ya kwamba haya mahusiano yalinifungulia kuyajua nisioyajua. Haya mahusiano yalinifungua akili na kunizindua kwa yale yaliyokuwa yananizunguka kwenye maisha yangu, ambapo nakiri kabisa bila kuelezwa na Sabina, binti aliyejitoa muhanga, hakika mimi ningekufa kifo kibaya mno. Hivi unaweza kuamini ya kwamba mimi nilikuwa naandaliwa tu mazingira? Nilikuwa naandaliwa tu mazingira kije kunitokea kama kilichomtokea kakaangu. Yote haya ningejua wapi asingekuwepo Sabina? Sabina penzi lilimlevya na alijikuta akiniambia mengi mno ambayo mimi sikuyajua. Siku moja baada ya kutoka shuleni, Sabina alinieleza tusikae sehemu tulikokuwa tumezoea kukaa, na nikamuuliza Sabina kwa nini. Sabina alinieleza kuna kitu anataka kunieleza ambacho kinatakiwa tuwe mbali na maeneo ya karibia na nyumbani. Tulikubaliana kama kawaida, tulipita njia zetu za kukutana eneo la kukutania, na kisha Sabina aliongoza njia kuelekea porini zaidi. Tulikwenda mpaka tukaacha mashamba, tukaingia kwenye pori ambapo hapakuwa na watu zaidi ya sauti za ndege, na ndipo niliamini sehemu ile kunaweza kuwa na wanyama wakali, kutokana na kwamba mwendo tulikokuwa tumetembea ni mrefu mno. Bila hata ya kufika, nilianza sasa kuingiwa na wasiwasi, huenda Sabina sehemu anaonipeleka sio sawa. Nikamwambia Sabina, wewe unanipeleka wapi? Hapo uoga ulianza kuniingia sasa, kwa kuamini huenda Sabina kuonesha mapenzi yake kwangu, labda huenda ilikuwa ni njia ya kunikomesha. Niliona kama ni kweli alikuwa ameniletea yani kabisa, kama kweli alikuwa ameniletea mtego, basi kwa kweli huo mtego wake alikuwa ameninasa vizuri mno. Kwa eneo lile sikuwa na ujanja wote, lakini Sabina akaniambia, Shija, wewe wasiwasi wako nini? Twende. Nikamwambia, Sabina, mbona tunazidi kwenda hatufiki? Ni habari gani unataka kuniambia mpaka unanileta huku? Hii sehemu hata sijui Sabina. Shija, ungejua wala usingeniuliza. Ungeweza kuniambia hata tupande gari tuondoke wilaya hii, twende tukazungumza haya mambo sehemu nyingine ya mbali zaidi hapa. Nikamwambia, wewe Sabina, mazungumzo gani hayo? Shija, utayajua. Japo nilionywa nisimwambie mtu yote, lakini nimejikuta nikizama kwenye mapenzi yako Shija. Nakupenda sana. Tusingekuwa wanafunzi, mimi ningekuambia unioe. Hapo Sabina alisema kwa sauti ya upole, makubwa. Maneno ya Sabina yalinifanya nisimhoji kitu chochote. Nilimfuata tu, kila alichokuwa nakitaka nikifanye nilifanya. Niliridhika na maneno yake. Tukaendelea na safari iliyochukua takribani nusu saa nzima. Tuko barabarani tunatembea tu. Tukafika sehemu Sabina alinieleza tukae chini ya mti wa mkaratusi, na mara baada ya kukaa chini ya ule mti wa mkaratusi tulitulia kwanza kwa muda, na kila mmoja alikuwa anavuta kwanza pumzi. Baada ya kupumzika kwa muda, Sabina alinitazama usoni mwangu mpaka nikamwogopa. Kilichofuata kilikuwa ni machozi. Nikamwambia, Sabina, unalia nini? Kiukweli Sabina alinishtua mara baada ya kuona machozi yanamtoka. Sabina akaniambia, Shija, dunia hii kweli ina siri kubwa. Siamini kijana mzuri kama wewe. Kuna watu wanautamani uhai wako. Sabina aliongea huku michirizi ya machozi yanamtoka shavuni mwake.
Nikamwambia, kuna watu wanataka uhai wangu? Ndiyo Shija. Mungu wangu, mimi nimetenda kosa gani? Shija, naam. Si unakumbuka kuna siku ulihudhuria ngoma ya wachawi? Ili swali la Sabina lilinishtua, kwani kwa upande wangu nilikuwa naota. Sasa inakuaje ananiambia kwamba nilihudhuria hii ngoma ya wachawi, wakati mimi nakumbuka ile siku ilikuwa ni ndoto? Ndiyo nilishuhudia ndoto, ngoma za wachawi na kila kitu, lakini nilikuwa niko ndotoni, sikushuhudia live. Sasa iweje Sabina ananiambia kwamba nilishuhudia? Swali hili lilinishtua mno, kwani kwa upande wangu nilikuwa mimi naota, na swali lile niliogopa hata kulijibu, kwa sababu kama ningelijibu ningekuwa tayari nimeshavunja amri ya mzee Manoni, kwa sababu aliniambia chochote ninachokiona, chochote ninachokisikia nisimwambie mtu siri ile. Inatakiwa nikae kimya. Lakini niliamini mpaka Sabina kanileta huku, basi alikuwa na siri nzito ambayo sikutakiwa kumficha ukweli wa kitu kilichokuwa kiko ndani ya moyo wangu. Nikamwambia Sabina, kweli mimi nilihudhuria ngoma ya wachawi, lakini nilikuwa niko ndotoni, sikuhudhuria live to live. Nilikuwa naota, ilikuwa ni ndoto tu. Hapo kwa mara ya kwanza nilijikuta nimetoa siri niliyokatazwa nisiitoe na mzee Manoni. Wasiwasi wangu kutokea kwa mzee Manoni anaweza kanitokea hata hapa, kwa sababu amekuwa ni kawaida yake kunitokea tu pasipata kumuona anatokea wapi. Sabina akaniambia, hapana Shija, kwa watu kama nyinyi ambao sio wachawi, mnahudhuria ngoma au jambo la kichawi kupitia kwenye njia ya ndoto. Nikamwambia Sabina, kwa hiyo kweli mimi nilikuwa nipo kwenye ile ngoma ya wachawi? Kweli kabisa Shija, hata sisi tulipokuona tulishangaa sana, na tukajua lazima siri yetu itatoka nje. Wachawi walidhamiria wakuue ili siri ile ufe nayo. Hey! Kauli ya Sabina ilinitisha sana. Nikaona kumbe kuna watu wanakufa bila makosa yoyote. Sikutaka kuuliza swali, nilitulia ili Sabina aendelee kunimwagia siri nzito za wachawi ambazo sikuzijua na nisingezijua kamwe, kwa sababu mimi sikuwa mchawi. Lakini mzee Manoni. Kusikia lile jina nilishtuka, nikaificha hofu yangu. Sabina akaendelea kuzungumza. Lakini mzee Manoni aliwakataza wasikufanyie vile kutokana na wewe kuingia bila kujua. Ila mzee Manoni alisema atakupa maonyo, usimwambie mtu yoyote. Kama utakuwa mbishi, basi watachukua uamuzi huo wa kukatisha maisha yako. Kwani mzee Manoni ni nani katika hao unaowaita wewe wachawi? Mzee Manoni ndiye mkuu wa kanda ya wachawi. Ala. Kumbe. Basi wachawi ambao ni wakubwa ndo hawa kina mzee Manoni. Sisi ni wanafunzi tu ambao tumeingizwa kwa shinikizo la wazazi. Walikubaliana kukuwekea uangalizi wa karibu pindi utakapotoa siri ile, basi ni lazima habari wangeipata. Wangeitana na kutoa uamuzi wa awali wa kuyachukua maisha yako. Pale kwenu wapo watu ambao wewe huwaoni, lakini wapo kwa ajili ya kukusikiliza unazungumza nini na wazazi wako juu yetu. Lakini Sabina, nisikilize Shija, ilionekana wewe hukutoa siri nje muda wote huo ambao ulikuwa uko chini ya ulinzi mkali mno. Tatizo kubwa lililowatibua wakuu wa wachawi ni siku ile uliotuita sisi wachawi, na kibaya zaidi ulituita mbele ya wanafunzi. Baada ya kuwapelekea taarifa, akiwemo mama yangu ambaye na yeye yumo kwenye kamati ya wachawi wa kanda ambao wapo chini ya mzee Manoni, ilitolewa amri ya wewe uuawe mara moja. Lakini kabla ya hapo, siku ulipohudhuria sherehe ya sadaka ya nyama ya mmoja wa wanachama, siku ile ndio uliopitiwa na usingizi darasani, na ulipoamka watu wa kwanza kabisa kutuulizia tulikuwa ni sisi. Na kitu kibaya, na sisi tulikuwa tupo kwenye hiyo sherehe. Wasiwasi wetu ulikuwa ni lazima wewe ungetoa siri
ya kuwa ulituona kwenye ngoma ya kula nyama ya watu? Sabina, kwani wewe tayari umeshakula nyama za watu? Shija, huwezi kukwepa ukiingia kwenye hiki chama. Lakini naomba Shija, usinifikirie vibaya. Mimi kuwa na wewe ni mwanzo wa kuachana na ile kazi mbaya. Nimekuelewa Sabina. Basi siku tulipokuja shuleni, tulielezwa yaliyokutokea, na kitu cha ajabu hata aliyetupa habari alishangaa kwa kusema baada ya wewe tu kurudi darasani, watu wa kwanza kuwaulizia tulikuwa ni mimi na Helena. Kitu kile kilitushangaza sana, hasa ukizingatia siku ile pia sisi hatukuwepo shuleni. Na ndio maana tulikufuata kukuuliza sababu ya kutuulizia sisi ilikuwa ni nini, lakini ulitujibu kwa kiburi, tena kwa hasira. Baada ya kuondoka tulijigeuza sisi fisi ili tukutie adabu. Lakini mzee Manoni alitokea na kutufukuza, na kisha alitufuata na kutukataza tusikufanye kitu chochote. Baada ya kutukataza alitueleza tuoneshe upendo kwako. Toka ile siku bila kujieleza nilitokea tu kukupenda Shija, na hata sijui ni kwa nini. Kila nilipolala nilikuwa na kuota. Hata Helena nilimweleza. Kwa tulikubaliana kuonesha mapenzi mazito kwako. Huku nafasi ya nani awe na wewe akaniachia mimi. Kumbe hata Helena naye pia alikuwa akikupigania, alikuwa anakupigia mahesabu. Na hapo ndipo nilipopata kichaa cha mapenzi, mtoto wa kike. Nikaamua kujiweka wazi mbele yako. Mpaka siku moja nilipokuibia kiazi nyumbani na kukuletea. Wakati nimejiweka wazi mbele yako, ukanipokea na kujikuta nikiingia katika dunia nyingine ambayo japo kwa umri wetu ni kosa ambalo tunalifanya. Lakini bado niliamini hakuna moyo unapenda huku unatambaa, kwa vile kila mwanadamu aliyebarehe na kuvunja ungo alikuwa tayari ana matamanio ya mwili, vile vile moyo wa kupenda kama mtu mzima. Penzi langu kwako Shija, kama mama angejua basi angenifanya kitu kibaya mno. Nataka nikupe siri hii. Kumbe yale maneno ya kutuambia sisi wachawi yaliwaumiza wengi, akiwemo mamangu mzazi na baadhi ya wachawi wengine. Na kitu kikubwa alichokitaka kwako ni kukutia uchizi au akuulie mbali. Na siri hii ilikuwa ni watu wachache ambao walimficha mzee Manoni, ambaye siku zote mzee Manoni alionekana anakutetea sana wachawi wasikudhuru. Baada ya kumaliza tofauti zetu na kumweleza siku hizi tumekuwa ni marafiki, mama alifurahi. Sikujua kumbe furaha yake mama ilikuwa ni ya kinafiki. Siku ile nilipokuletea kiazi, nilipofika nyumbani nilimweleza jinsi tulivyoelewana kiasi cha kukuletea mpaka kiazi. Mamangu alionyesha kufurahia sana. Kumbe moyoni mamangu alikuwa na dhamira mbaya sana kwako Shija. Juzi usiku mama pamoja na wanawake wenzake wa kundi la wachawi waliniita na kuniweka chini, kunipa mpango mbaya mno wa kukumaliza. Niliwashangaa kwa nini wanapanga mpango ule bila kuona kosa lako, na nikawauliza kosa lako ni nini mpaka wanataka wakumalize. Walinijibu kwamba sitakiwi kujua. Kwa mimi nilinyamaza kimya kuwasikiliza bila kujua, wao hawakujua kwamba wewe mimi ni mpenzi wangu. Walinipa dawa ambayo walitaka nikuwekee kwenye viazi ambacho nitakuletea tuko shuleni. Sikutaka kuabishia, lakini sikuwa tayari kufanya vile. Labda wakati tuko maadui ndio ningeweza kufanya, lakini sio sasa, ili hali ukiwa ni mpenzi wangu ambaye kila siku bila ya kukuona mimi nateseka, mtoto wa kike. Basi waliponipa vile vitu, mimi nilivichukua na kwenda kuvitumbukiza chooni bila wao kujua. Viazi navyo nilivitupa njiani wakati wa kuja shuleni. Usiku nilipokutana na mama aliniuliza kama nilikupa na nikakubali. Kwa hiyo wakaamini usiku wa kuamkia leo wasingekuona. Lakini siri nilibakia nayo mimi moyoni bila kukueleza chochote. Na siku ya pili niliporudi nyumbani niliulizwa kama umefika shuleni, nikawajibu ndio umefika. Hapo niliwaona wakichanganyikiwa kwa kuamini labda dawa waliokulisha haikufanya kazi. Baada ya kuona mpango wao wa awali umeshindikana, walijipanga upya kwa ajili ya kuweza kukuangamiza. Shija, nataka nikueleze kitu kimoja. Usikubali kula kitu chochote utakachopewa na mtu. Sio shuleni, sio njiani.
wanaweza akamtumia mtu mwingine. Na hata rafiki yangu Helena kwa sasa usimuamini kabisa, kwa vile anaweza anaweza akakushawishi na ukakubali, watakuangamiza. Na kuomba kwa hilo uwe makini mno. Baada ya kuzungumza kwa muda mrefu sana, Sabina alimeza mate. Wakati huo nilihisi mwili ukinitetemeka kwa hofu na jasho likinitoka. Lakini kwa nje nilionekana kama niko sawa, ni kama mtu niliyekuwa nikifunuliwa ufunuo wa mambo yaliyojificha. Baada ya kumeza mate, Sabina aliendelea kuniambia, Shija, upo katika wakati mgumu mno, upo katika wakati wa vita ya chini chini ambayo mzee Manoni haijui, na kama angejua angewapa adhabu kali mno wote wenye njama mbaya kwako. Shija, kuna kitu kingine ambacho kilikuwa kikinumiza sana akili yangu, lakini naamini leo hii inabidi tu nikuweke wazi, na ninakuomba uniamini. Kitu gani tena iko Sabina? Japo roho itakuuma, lakini nakuomba usimwambie mtu, hata wazazi wako usiwaambie. Kitu gani iko Sabina? Kuhusu kakako. Kakangu yupi? Kwani Shija una kaka mwingine zaidi ya kakako? Unamzungumzia Luhemeja? Si alishafariki kitambo? Una habari gani naye? Yaani una habari gani? Yaani kwa hiyo unaamini kakako amekufa? Ndio. Hapana. Unamaanisha nini? Kakako hajafa. Sabina, nono, unaleta utani. Hajapa vipi? Mtu nimemshuhudia mimi mwenyewe, na mpaka maziko yake nimeshiriki. Ni kweli yote uliyoshuhudia, lakini alikuwa ni kiini macho tu. Mbona sikuelewi? Ni vigumu kunielewa kwa sababu haupo huku nilipo mimi. Kilichofanywa pale kwenu ni kiini macho kumpoteza kakako machoni kwenu ili aonekane amefariki. Kwa hiyo kama kakangu hajafa yuko wapi? Yupo nyumbani kwa kina Helena. Nyumbani kwa kina Helena? Ndiyo. Ila Shija, hii ni siri ambayo hakuna anayeijua zaidi ya wachawi wenyewe. Mungu wangu. Nyumbani kwa kina Helena kakangu mimi anafanya nini? Amegeuzwa mwitunge msukule. Kazi yake ni kuchunga ng'ombe. Anachunga ng'ombe pembeni ya ziwa. Mungu wangu. Na muda aliopotea ule kakangu alikuwa yuko wapi? Muda aliyepotea alikuwa huko. Waliogopa kumchukua moja kwa moja kwa kofia. Itatafutwa siri na siri yao itavuja, na ndio maana walimrudisha ili wamchukue tena. Wampeleke wapi? Kwenye kazi yake kuchunga ng'ombe. Naweza kwenda kumuona kakangu? Unaweza Shija, lakini lazima tufanye kwanza, yani tufanye kwa siri mno. Wakikugundua tu wanakumaliza. Mbona kakangu alirudi bila kuzungumza na mtu na aliingia chumbani kwake? Wakati ule anarudi kwenu hakuwa Luhemeja, bali kilikuwa ni kivuli chake tu, na ndio maana hakuzungumza na watu. Aliingia chumbani ili nyinyi mjue amerudi. Waliamini hamtamuuliza. Asubuhi ambapo mngemkuta tayari ameshakufa. Mbona kama inatisha? Na pia Shija, kuna siri moja ambayo familia yenu nyinyi hamkuijua mapema. Siri gani? Kuitwa kwako wewe mchawi kulitokana na mpango wa chini chini uliopangwa bila nyinyi kujua, ili watu wafiche madhambi yao. Lakini walikuwa na lao jambo, na kuharibika kwa akili kwa kaka yako sio bangi, bali ni mchezo wa kichawi. Walimfanya vile ili waweze kumchukua kwa urahisi. Chanzo cha yote hayo ni tatizo la ugomvi wa shamba kati ya wazazi wako na wazazi wa Helena. Baada ya baba yako kushinda kesi ya lile shamba,
walilokuwa wakigombea. Mama Helena aliapa kulipa kisasi, nacho ni kumchukua mtoto mmoja, kumgeuza mfanyakazi katika mashamba yake. Si kaka yako tu, kuna vijana wengi waliofariki hapa kijijini na kujulikana wamekufa, lakini ukweli wote wako pamoja na watu wengine ambao wametoka sehemu mbalimbali za wilaya yetu, wapo kwao kwa kina Helena. Kazi yao kubwa ni kufanya kazi mbalimbali kama kulima na kuchunga ng'ombe. Shija, haujiulizi ng'ombe wote wale nani mchungaji wao? Au shamba lile lote nani anayelima? Basi ni kaka yako na wenzake. Lakini nakuomba swala hili Shija, usimwambie babako wala mamako. Itakuwa ni vita ambayo nina wasiwasi pengine wanaweza kumuua kabisa. Ila nakuahidi nitakusaidia kumrudisha kakako. Nilijikuta nashusha pumzi na kuzipandisha. Nilihisi kuchoka. Nilimwangalia Sabina na nikaamini kweli Sabina ananipenda, nami lazima nionyeshe upendo kwake. Siri alioniambia Sabina ilikuwa ni nzito sana, ambayo mzee Manoni ndiye anayeiogopa mimi kuitoa kwa watu, lakini huyu binti Sabina amekaniambia. Mara baada ya Sabina kutulia, alinitazama kama vile alikuwa ananishangaa. Nikamuuliza Sabina, nini kilichosababisha wewe na Helena kuingia katika uchawi wakati nyinyi bado ni wasichana wadogo sana? Shija, sio mapenzi yetu sisi kuingia kwenye uchawi, bali lilikuwa ni shinikizo la wazazi, huku tukitishiwa kama tutakataa basi tutatolewa kafara. Tuliogopa kukubali, tuliogopa, mwisho wa siku tulikubali. Mwanzo kweli tulifanya kwa kulazimishwa, lakini siku zilivyozidi kwenda tulijikuta tunazoea na kuifurahia. Na hata siku tulipokuja kumchukua kaka yako, na mimi nilikuwepo na Helena, tulikuwepo. Na mwalimu Vena yule naye pia ni mchawi? Kwani kwenye ngoma za kichawi hukumwona? Nilimwona. Basi naye ni mwanachama mkubwa tu. Mbona hafanani? Kwani mimi ukiambiwa ni mchawi utakubali? Siwezi kukubali. Basi huwezi kumjua mchawi kwa kumtazama tu. Labda uwe mganga au labda uwe mchawi, kwa vile wachawi tuna alama zetu. Ukimwona tu unajua sasa huyu ni mchawi mwenzangu, unajua sasa huyu ni mwanachama. Na wote niliowaona kwenye ngoma ni wachawi? Shija, mbona ukumuona baba au mamako? Kila aliyekuwa kwenye ile ngoma ni mchawi. Sasa kwa nini mimi nilipelekwa kwenye mkutano wa wachawi wakati mimi sio mchawi? Shija, hizo ni dalili. Siku moja utakuwa ni mwanachama. Hapana, mimi siwezi kukubali. Sitokubali. Lazima utakubali Shija. Utaulizwa uchague kifo au kuwa mwanachama. Mbona kuna wengine wapo katika jumuiya ya kanisa na wanaonekana ni wacha Mungu wakubwa sana? Hapo ndipo ujue kwamba atakaye urithi ufalme mbinguni hajazaliwa. Na kwa nini yule mwalimu amejiingiza kwenye ile kazi? Kwa kweli sijui. Lakini Shija, unajua kisa mwalimu Vene huingia darasani na kufundisha akiwa hana nguo. Akiwa hana nguo? Siku zote huwa anaingia darasani akiwa hana nguo. Anakuwa kama alivyozaliwa. Mbona mimi sije kumuona? Mwalimu Vene kila siku anaingia amevaa vizuri tu. Ndio maana nimekuambia wewe kama sio mchawi huwezi kuelewa, huwezi kumuona. Kama wewe sio mtaalamu wa mambo huwezi kuelewa haya ninayokuambia. Kwa hiyo wewe huo unamuona? Ndio, na hata Helena pia. Sasa nyinyi si watoto wadogo? Kwa nini mnakaa sasa ni utupu mbele yake? Shija, ulipokuja kwenye ngoma nani ulimwona amevaa nguo kama soe peke yako? Kweli wachawi hawana aibu. Tena hawajui vibaya. Unataka siku moja na wewe umuone? Ndio, nitaweza kweli kumuona? Utamuona, ila nakuomba kitu kimoja. Usioneshe kushtuka.
Ukishamwona we tulia tu kama vile hujaona kitu. Unahisi nitaweza kweli? Basi siwezi kukupa dawa ya kumwona mchawi. Hapana, nitajitahidi, sitoshtuka. Basi kesho tukikutana shuleni nitakupa dawa. Utamwona Mwalimu Vene anavyomwaga radhi. Hakuna tatizo Sabina. Lakini muda umekwenda na kiza kimeingia. Na huku tulipo ni mahali. Tufanye tuondoke. Hakuna tatizo mpenzi. Nakuomba, nipo chini ya miguu yako. Japo sikupaswa kutoa hii siri ya wachawi, na nikigundulika mimi ni kifo. Kama utakosa uvumilivu, basi kifo changu wewe ndio utakayekisababisha. Sabina, moyoni mwangu kuna siri nzito ambayo inaungana na hii ambayo ni nzito, yahitaji msaada wa haraka sana kumkomboa kakaangu. Tusifanye haraka. Tukikosea tumempoteza, au tukimtoa bila kujipanga, vile vile tutampoteza. Msikilizaji, baada ya kukubaliana, mimi na Sabina tulirudi nyumbani. Wakati huo kiza kilikuwa kimetanda. Tulirudi nyumbani. Njiani nikamuuliza Sabina, vipi kwenu ukichelewa hutogombezwa? Nagombezwa? Kwenu vipi? Najua kutakuwa kuna msala. Kumbe ule ugomvi wetu wa siku ile bwana, baba alisikia na akataka kunipiga, lakini tu alinikanya nisipigane tena na niwe mtoto mzuri shuleni. Sasa utamwambiaje na leo umechelewa kurudi? Nitajua cha kumwambia, hilo wala usiofu. Kwa mganga si unajua tena hakuishi nyimbo. Shija kwa Kiswahili sikuwezi. Tunajifunza, lazima tukitumie. Asikubane ukatoa siri. Elewa kwamba utakuwa umenimaliza. Kwa haya nilokuambia usimwambie mtu yoyote. Siwezi kufanya hivyo Sabina. Na hata kama babake ni bana sana, nitamdanganya. Lakini ulionieleza yatabakia moyoni mwangu. Kweli tulipofika njia panda tuliachana. Wakati huo kiza kilikuwa kimeshaingia. Sabina alielekea kwao na mimi nikaelekea kwetu. Nilipofika nyumbani nilimkuta baba alikuwa amekaa kwenye kiti chake, alikuwa akivuta sigara. Nilipomwona kwanza nilishtuka, kitu ambacho baba alikuwa amekiona. Wewe Shija, muda wote huu nataka kujua unatoka wapi? Baba, mimi nilienda kuinda ndege baba. Baba, shikamoo. Marhaba. Ndege gani unawinda mpaka usiku wote huu? Hujachota maji leo, kwa hiyo wewe huogi? Nitaoga yaliyopo, kesho nitachota kabla ya kwenda shuleni. Nisikiliza Shija mwanangu. Hivi mimi nazungumza nini na wewe unafanya nini? Samahani baba. Basi kabadili nguo haraka sana. Hapo niliachana na baba nikakimbia chumbani kwangu kwa ajili ya kubadilisha nguo, huku nikimshukuru Mungu kutokuulizwa maswali magumu. Baada ya kubadili nguo, nilikwenda kumsalimia mama, alikuwa yuko jikoni akipika. Nikamwambia mama, shikamoo. Marhaba mwanangu Shija, ulikuwa wapi wewe? Mama, nilipitia kuwinda. Mpaka usiku mwanangu unawinda? Ni leo tu mama. Hebu kuwa makini, inaonekana wewe siku hizi utundu umekujaa sana wewe. Nitajitahidi mama. Haya, nenda kaoge, chakula sio muda mrefu kitakuwa tayari. Hapo kweli nilikwenda kuoga, nikisubiri muda wa kula, na baada ya kula nilipanda kitandani. Usingizi ulikuwa mbali sana. Niliwaza mambo mengi mno niliyokuwa nimeelezwa na Sabina juu ya matukio ya uchawi yaliyozingira familia yetu. Hasa uchu wa kuutaka uhai wangu bila kosa, na pia ugomvi wa mpaka wa shamba ule uliozua mtafaruku mkubwa mno wa watu mpaka kutoa na roho. Hasa nilijikuta nikitokwa na machozi kila nilipokumbuka kifo cha kaka yangu, mambo aliyofanywa kaka yangu kwa kisingizio cha bangi. Nilijiuliza, nitafanya nini mimi mtoto mdogo kama mimi? Mdomo wangu ulikuwa na makufuli mawili, la mzee Manoni, lakini pia na kufuli la Sabina, ambalo la Sabina ndo zito lililofanya mpaka moyo wangu kutetemeka kwa hofu.
Nilijiuliza maisha ya kaka yangu ya msukule ataishi hivyo mpaka lini, na msaada wa Sabina angenisaidia vipi kumtoa kaka yangu katika kifungo cha kuzimu. Uwezo wake kwa kweli ulikuwa ni mdogo mno Sabina, kwani hakuwa na uwezo zaidi ya kuwategemea watu wakubwa. Niliamini msaada wa Sabina ungekuwa na nguvu kama mzee Manoni. Basi uwezekano wa kumsaidia kakaangu ungekuwa ni mkubwa mno. Lingine lililoniumiza akilini ni kuhusu uhai wangu unaowindwa na kundi dogo la wachawi ambao wako tayari kuweza kuhakikisha wananipoteza katika sura ya dunia. Hata kama nilikuwa nimesema ya kuwa wao ni wachawi, lakini mimi sikuzungumza kuujua huo uchawi wenyewe zaidi ya kusema tu kwa hasira tu. Nikawaza, mbona mzee Manoni alinielewa na hakunipa adhabu yoyote wala kunikanya? Itakuwa ni wao? Niliamini ule ulikuwa ni wasiwasi wao tu. Kama jaribio la kumtuma Sabina limeshindikana kwa uwezo wa Mungu, basi bado wasiwasi wangu ulikuwa ni katika usalama wangu. Bado niliamini kabisa msaada mkubwa wa maisha yangu upo kwa babangu. Lakini ningemweleza vipi babangu wakati Sabina kaniomba chochote alichoniambia nisiseme, ibaki kuwa siri. Siri ile ambayo akijulikana yeye ndo kaisema, basi nitakuwa nimeutoa uhai wake kwa wachawi wa kijiji. Na kukaa kimya nilikuwa nakaribisha matatizo makubwa. Wazo la kwenda kumweleza mzee Manoni niliona kama vile linafaa. Lakini bado swali lilikuwa ni lile lile, nikimweleza nataka kuuawa na wachawi aliowakataza wasiniue, lazima ataniuliza swali, ni nani ambaye kaniambia? Sasa nitamjibu nini? Nitamwambia nani kaniambia? Lazima tu mzee Manoni atanitisha, na mwisho wa siku nitamtaja Sabina, ambaye wasiwasi wangu ningempoteza kutokana na kuwa Sabina ni mtu muhimu sana kwa kipindi hiki. Nalo nikaliamua tu nilikalie kimya, kuongeza ukubwa wa mfupa kooni mwangu, mfupa ambao kwangu naweza nikasema ulikuwa na mateso mazito mno. Swala la mwalimu kufundisha akiwa hana nguo darasani, kwa kweli sikukubaliana nalo, japo Sabina alinihakikishia kesho yake angeniletea dawa ya kumwona mwalimu Vene akifundisha darasani akiwa hana nguo mwilini. Kuhusu kwenda kumwona kakaangu Luhemeja, nilijiuliza kama nikimwona nitafanya nini? Kweli nitaweza kuvumilia kumwona akichunga ng'ombe tukijua kabisa kwamba kakaangu ameshafariki dunia? Niliamini kabisa ule mwaka ulikuwa ni mwaka wangu, mwaka ambao katika maisha yangu ningeuita mwaka wa maajabu. Usingizi ulinipitia majira ya saa 10 alfajiri, mara baada ya kukesha kwa mawazo na kumsikia jogoo akiwika kuonyesha ya kwamba kumekaribia kupambazuka. Asubuhi kama kawaida baba aliniamsha kuwahi shuleni. Niliamka huku macho yakionekana kuvimba kwa usingizi. Nilipotoka nje nikakutana na baba ambaye aliniangalia bila kusema kitu na kisha alitikisa kichwa. Nikamwambia, baba shikamo. Nilimsalimia bila hata kumtazama, akasema marahaba. Baada ya kuitikia nilimpita kwenda kunawa. Nilipopiga hatua mbili baba akaniita, akaniambia Shija. Nikamwambia naam baba. Una matatizo gani? Kauli ya baba ilinishtua. Nikatulia kama dakika nzima. Nikamwambia sina tatizo baba. Mbona sikuelewi? Nikamwambia baba kivipi? Ni muda mrefu na kuchunguza kutokana na mwenendo wako. Muda mwingi uko peke yako, unakuwa hapo kimawazo sana. Huna furaha niliyoizoea mara nyingi umekuwa ukiniambia na kukaa peke yako. Siku za nyuma ulipenda sana kunidadisi mambo mengi, lakini sasa hivi imekuwa ni tofauti. Nataka kujua Shija, una tatizo gani kijana wangu? Hapana baba, mimi niko sawa. Sio kweli. Naomba uniambie mwanangu. Inavyoonekana siku hizi usiku hulali. Baba, mimi nalala. Hapana. Hii ni mara ya 5 na kuona ukiamka macho yamevimba. Unakosa usingizi. Kitu kinachopelekea kulala darasani. Maneno ya baba yalinifanya kwanza niwe katika wakati mgumu mno wa kumjibu, na hii ni kutokana na maneno yake na kunifanyia uchunguzi ulioonyesha kabisa amegundua vitu vingi kwangu bila mimi mwenyewe kujijua. Niliona kuna maswali ataniuliza, ni lazima tu ataninasa, pengine akijua na mdanganya anaweza hata kunipiga. Mara nyingi baba alinionya nijiepushe na uongo, kwani uongo ni adui mkubwa mno wa maisha yangu. Nikiwa niko bado na tafakari cha kumwambia baba, alinisogelea na kisha akasema huku akinishika kichwani, akaniambia Shija mwanangu,
najua kifo cha kaka yako kimekuchanganya kwa kiasi kikubwa mno. Toka kifo cha kaka yako umepoteza uchangamfu. Najua jinsi gani ulivyokuwa ukimpenda kaka yako. Kifo ni kitu ambacho mwanadamu hawezi kukikwepa. Wote tutakufa mwanangu Shija. La umuhimu tukubaliane na kilichotokea. Kaka yako amekufa. La umuhimu tuzidi kumwombea kwa Mungu apate makazi mema huko mbinguni. Aisee, sikuamini kama babangu atanivua zigo la mawazo. Baba ananieleza nini? Nilijikuta nashusha pumzi mara baada ya kuamini kabisa mabadiliko yangu mimi haya yanasababishwa na kifo cha kakangu. Na mimi nikapita umo nikajifanya ni kweli kifo cha kakangu kilinivuruga. Nikamwambia nashukuru baba kwa kunifariji, nashukuru. Sasa nenda basi ukanawe uwai shuleni. Usio unamwazia sana kakako. Nilikwenda kunawa na nikabadili nguo na kisha nilipitia pale vitu vyangu nikawahi namba shuleni. Njiani nilikutana na Sabina aliyeonesha kabisa alikuwa akinisubiri. Aliponiona alitabasamu huku akinionyesha kama vile ananishangaa. Akaniambia, Shija, una tatizo? Nikamwambia hapana. Au jana babako amekupiga? Nikamwambia wala. Kwa nini unaniuliza hivyo Sabina? Unaonekana una tatizo. Nikamwambia bwana, mimi niko sawa. Hapana Shija, mtu yote akikuona atajua una tatizo. Uso umekuwa ni mzito. Unaonesha wewe jana ukulala. Ni kweli. Tatizo nini? Mawazo. Mawazo ya nini Shija? Kwa yote ulionieleza jana. Shija, utaharibu kila kitu. Kuko kueleza ndo umekuwa hivyo. Haya ukiona itakuwaje? Sidhani kama kuna mtu atahoji kwa nini sikulala. Basi pole. Asante. Vipi umeleta? Nimeleta, lakini utaweza Shija? Unajua Shija unanitia wasiwasi. Nitaweza, niamini mimi. Shija, usije ukafanya vituko darasani. Mwalimu akigundua vita yenu itakuwa ni kubwa na pengine utaniponza mpaka mimi. Nitajitahidi na imani nitaweza. Shija, unataka dawa ya kuona wachawi? Shija. Nitaweza Sabina, wewe ni gay. Hapo tulikuwa ndo tunaingia eneo la shuleni na kengele namba iligongwa. Tulikimbilia kuhesabu namba na kisha kila mmoja akaelekea kwenye eneo lake la kufanya usafi. Baada ya usafi, kengele ya mstarini iligongwa. Tulijumuika pamoja. Wakati tunaelekea mstarini, Sabina alinifuata na kunipa kikaratasi kidogo na kunieleza kwa sauti ya chini mno, akaniambia, ndani kuna unga mweupe. Paka kidogo chini ya macho yote na utaona ya kuyaona. Sikumjibu chochote Sabina. Nilipokea na kisha nilikimbilia mstarini. Baada ya ukaguzi, tuliingia darasani. Kama kawaida, walimu waliingia wenye vipindi vyao na kipindi cha Mwalimu Vene kilikuwa ni cha saa 3 na dakika 20 mpaka saa 4 wakati wa mapumziko. Kama kawaida aliingia darasani na kwa macho yangu nilimuona Mwalimu Vene amevalia nguo tu smart kabisa. Nikamwona Sabina akinitazama. Nilijifanya kama vile Sabina simuoni. Nilitulia kama vile hakuna kitu chochote kutokana na hofu yangu. Sikutaka kuiweka hii dawa haraka machoni mwangu kwa kuhofia nitagundulika. Baada ya kuandika na huyu mwalimu kutuachia kazi, wakati anajiandaa kutoka kwa kutuambia kwamba tukusanye daftari, niliutoa ule unga uliokuwa kwenye karatasi, nikajipaka kidogo chini ya macho visha. Hey, toba. Kweli ukishangaa Musa utaona Firauni. Sikuamini nilioyaona mbele yangu. Kama isingekuwa kujipaka hii dawa na kuelezwa kwamba nitakayoyaona nisipige kelele, walai mimi ningepiga kelele. Mwalimu Vene alikuwa kama alivyo. Mkono kushoto alikuwa amejifunga hirizi kubwa nyeusi na mkononi alikuwa ameshikilia kitu kama vile kidole cha mtu. Shingoni alikuwa na kamba iliyokuwa imebeba kichwa cha mtoto mdogo. Mpaka moyo ulinitetemeka. Hofu ilinijaa. Pale nilijikuta na muomba Mungu kimoyo, huyu mwalimu aondoke mapema mno kwa sababu naweza hata nikazima. Wasiwasi wangu Sabina aliuona. Wasiwasi niliokuwa nao Sabina aliuona, na yeye Sabina nilimwona akiingiwa na wasiwasi pia. Pengine alidhani kwamba mimi naweza nikapiga kelele kwa mshtuko, au Mwalimu Vene akagundua kwamba nimejua kwamba yuko pale hana nguo. Ili kukwepana na kile kilichokuwa kiko mbele yangu, sikuangalia mbele tena mpaka mwalimu alipotoka. Kengele ya mapumziko ndiyo iliyoniokoa.
Baada ya kutoka nilihisi kichwa ni kizito. Nilichoshukuru, Sabina muda wote alikuwa karibu yangu kufuatilia kila nilichokuwa ninakifanya. Wakati wanafunzi wote wanatoka, Sabina alikuja na akaniuliza, Shija vipi? Nikamwambia sihitaji tena kuona. Kwa nini? Kichwa. Kichwa? Ndio. Vipi, umeona? Ndio. Pole sana Shija. Kanawe na maji na utarudi katika hali yako ya kawaida. Hutaona tena. Kaniletea ese. Unajua naweza nikakutana naye tena. Naweza nikakutana naye huko nje, kaniletea maji tu. Lakini Shija, si nilikwambia? Sasa unamuogopa? Hapana, hii ni kufuru. Shija, vipo vitu vingi sana utaviona. Yataka uwe na moyo mgumu. Kweli yataka moyo. Kaniletea maji, sitaki tena kuona. Sabina alinifuatia maji na nikanawa uso. Mara baada ya kunawa nilirudi kwenye hali yangu ya kawaida. Pamoja na kurudio na hali ya kawaida, bado mazingira ya shuleni sikuyaelewa. Nilikwenda kuomba ruhusa kurudi nyumbani, nikawa nasingizia na umwa. Kwa vile haikuwa mitabia yangu, basi waliniruhusu. Sabina alijitolea kunisindikiza, japo wanafunzi walimuita wifi na wengine wakawa wanamuita shemeji. Nilijua nini alichokifanya Sabina. Alinisindikiza mpaka nyumbani, lakini njiani Sabina aliniuliza vile ambavyo najisikia. Vipi Shija? Unajisikiaje? Hata sijielewi. Lakini Shija, si nilikwambia mambo ya wachawi ni mazito. Ni kweli, lakini ni mshtuko tu, kwa sababu leo ndo mara yangu ya kwanza. Kwa hiyo nisingeweza kusoma tena, labda kesho. Nisikilize Shija, kuna dawa nitakuletea. Ukinywa hiyo dawa itakutia ujasiri. Kila kitu utakachokiona utakiona ni cha kawaida. Sitakupeleka kwa kaka yako mpaka nikupatie hiyo dawa. Nitashukuru sana. Wacha nikufuatie sasa hivi, kwa vile wazazi wako shambani. Sabina aliondoka na kuniacha nikiwa nimejipumzisha, na yeye alikimbia kuelekea kwao. Baada ya kama robo saa alirudi. Alikuwa na dawa nyeusi ya unga mweusi ambao nilikoroga kwenye maji nikainywa, na kisha alinipa kipande kidogo cha ngozi. Sikujua ni nyama gani ambayo alikuwa amenipatia, ila tu aliniambia, Shija, hii ngozi sijui ni ya nyama gani, lakini wachawi wanaitumia katika kazi zao. Hii ngozi ukila itakusaidia unapokwenda kwa usalama na kurudi kwa usalama, lakini kama kuila utashindwa, basi inabidi utembee nayo. Pia itakufanya uogopwe na watu ambao wana nia mbaya na kukufanya chochote. Nina imani baada ya kunywa hiyo dawa, jioni utaweza kwenda ziwani kumwangalia kakako. Hakuna tatizo, nimekuelewa. Basi wacha mimi niwahi shule. Usimruhusu mtu aone hiyo ngozi, maana sasa kula utashindwa. Nitafanya hivyo. Baada ya kusema vile, aliondoka kwa shuleni na kuniacha mimi nikijipumzisha, huku kichwa kikitaka kupasuka kwa kila nilichokuwa nakiona. Sikujua ndo nilikuwa naingizwa kwenye uchawi mdogo mdogo. Sikujua. Mwanzo nilikuwa mbishi kwa kuamini labda ile ilikuwa ni ndoto, lakini Sabina alianza kunionyesha kwa macho makavu kabisa. Ajabu, baada ya Sabina kuondoka, nilijikuta narudi kwenye hali yangu ya kawaida. Maumivu ya kichwa yalitoweka na niliamua kujilaza kwa vile sikuwa na la kufanya kwa muda ule. Usingizi nao haukuchelewa kunichukua. Sauti ya Sabina ilinishtua kutoka usingizini na kunifanya ninyanyuke kitandani. Nilipotoka nje nilimkuta Sabina akiwa katika mavazi ya nyumbani, kuonesha kwamba amekwisha kutoka shuleni. Bebe, umeshatoka shule? Mbona muda mrefu? Kwani muda huu ni saa ngapi? Karibia saa 11. Nilikwenda jikoni nikachukua viazi ambavyo nilikula na Sabina, na kisha tuliondoka pamoja kupitia njia kwenye vichaka na mashamba ya watu kuelekea ziwani kwa ajili ya kwenda kumwona kakaangu nikiwa niko pamoja na Sabina. Sabina alikuwa ananihakikishia
nitamwona kakaangu, lakini mimi bado sikuamini kwa sababu kakaangu mimi alishafariki dunia. Mimi nimeshiriki kwenye mazishi ya kakaangu. Iweje Sabina niambie kakaangu na kwenda kumwona tena ni mzima? Muda ulikwenda sana, ilikuwa inakimbilia majira ya saa 12:30. Anga ilianza kutoweka taratibu kukaribisha usiku. Tulivuka maeneo ya watu na tukaingia kwenye mashamba ya mpunga. Baada ya kuvuka mashamba ya mpunga, tuliingia kwenye matete maji yalikuwa yako mengi mno, tukaingia mpaka ziwani kando ya ziwa. Hapo uoga ulianza kunivaa. Uoga ulianza kunitawala kutokana na kwamba eneo lile kulikuwa kuko tulivu, kimya. Huku sauti za mawimbi zilikuwa zikisikika. Nikamwambia Sabina, uogopi kwamba tunaweza tukakutana na wadudu wakali? Shija, usiofi kitu, na kuomba uniamini. Mara baada kunieleza vile, tuliendelea pale kukatiza kwenye matete maji kwa kuyakanyaga maji yaliyokuwa yakitufikia magotini. Nilishangazwa na ujasiri wa Sabina, japo ni msichana mdogo. Tulitembea kwenye matete maji kwa muda huku tukikwaruzwa na majani yake. Baada ya kuyavuka matete hayo, tuliingia kwenye maji na nguo zetu. Haya matete maji yalikuwa natufikia mpaka kifuani. Tulitembea ndani ya maji pembeni ya matete kuelekea mbele. Nilijiuliza, huku tunaelekea wapi? Sabina alikuwa yuko mbele yangu akitembea kuelekea mbele bila hata ya hofu. Nilijikuta naingiwa na wasiwasi mpaka nikanajiuliza, mbona tunavyozidi kwenda ndo maji yanazidi kupanda juu? Sasa maji hayakuwa tena magotini, bali maji yalitufikia usawa wa tumbo na hatimaye maji yakatufikia mpaka mabegani. Bado Sabina anazidi kusonga mbele. Nikamwambia, Sabina. Nilimuita, lakini Sabina akaniambia, Shija, hutakiwi kupiga kelele. Sabina aliniwekea kidole hivi mdomoni kuonesha kwamba ninyamaze, hilo eneo natakiwa kuwa kimya. Muda huo, msikilizaji, kila kitu kwenye mwili wangu kilikuwa kinatetemeka. Uoga na hofu ulikuwa umenijaa. Ilibidi ninyamaze kimya, nisijue ni kwa nini kaniambia vile. Kwa sababu mimi nitaka kumwambia Sabina, mbona tunazidi kuzama? Mara baada ya kunyamaza kimya, Sabina alisimama, alinishika mkono, akanivutia upande wake. Tulikuwa sasa tumeyavuka matete na tulikuwa tumefika kwenye majani yaliyokuwa yameota pembeni mwa ziwa. Hapo Sabina alisita kidogo. Sabina na yeye nikaanza kumwona anaingiwa na wasiwasi, mpaka nikaanza kujiuliza kama huyu master wangu mwongoza njia yeye tu anaanza kutetemeka, Sabina kaona nini kinachomfanya naanza kuingiwa na uoga? Wakati Sabina anatetemeka, ghafla Sabina akanishika kichwani, akanizamisha chini ya maji. Mungu wangu, uoga ulinitawala, lakini nilitia amri. Nikazama chini ya maji. Nilitulia tu kwa muda kidogo kwa sababu nilikuwa nakosa pumzi. Nikaibuka juu, nikataka kumhoji Sabina, vipi mbona? Nilipotaka kusema kitu, Sabina akaniwaya, akaniziba mdomo. Hii iliashiria kwamba sikutakiwa kuzungumza. Hata yeye mwenye Sabina alikuwa ongei. Kila alilolifanya Sabina alikuwa anaangalia mbele. Yaani it means ni kama kuna kitu mbele alikuwa anakiona, lakini mimi sikuona chochote. Wakati niko hapo sielewi chochote, Sabina alinishika mkono akanivuta hadi nyuma ya matete maji. Alijifuta maji yaliyokuwa yakimtiririka usoni mwake na kisha akaniambia, Shija, unajua nini?
Nikamwambia sijui Sabina, sijui. Yes sir. Hivyo msikilizaji, nini hasa kitakachoendelea? Wapo hapo kwenye matete maji, sijui magugu maji. Huyu binti huyu Sabina anamuuliza Shija, unajua nini? Shija asema sijui kitu. Baba mazito. Yataka moyo. Hebu tukutane kwenye sehemu ya 3. Tuishie hapa sasa hivi kwenye magugu maji. Sehemu ya 3 itakuja kuendelea kuanzia hapa na kuendelea. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi, mzigo mtamu kutoka kwake Bwana Ali Mbetu. Hii ni shuhuda ya kweli ya huyu kijana wa kuitwa Shija. Asante na kwaheri.